ya kutengeneza kifo feki. Baba anakurupuka sehemu alipo, anashangaa. Kichwa kinamuuma, fanya matibabu, kahifadhiwa sehemu fresh. Ndio anakurupuka sasa. Labda tukio la mwisho analikumbuka ilikuwa kwaje. Nikwambia hii haina tofauti na Daredevil. Lazima kuiangalia Daredevil ndipo kuendelea na Iron Fist. Utajua maana yangu baadaye. Nataka nikuunganishia DC moja hapa. Mazingira ni mageni kabisa kwake. You're awake. Naona umeamka. What is this place? Ile eneo ni gani? What happened to me? Nini kimetokea kwangu? Ukumbuki? Last I remember I was climbing up. Yeah, like goddamn Daredevil. Anambia ulikuja kama mpumbavu, unaweza kumuita Daredevil. Ndio maana niliweza kusukuma. Of course I did. Sababu unanifuatilia. See someone trying to break in. You are real limits of. Nilifanya hivyo kwa sababu kuna mtu alikuwa anajaribu kuweza kuvunja na kuingia ndani. Anasikia sauti. Ikimwambia hiyo sauti kama naikumbuka. Na umeona au ni mzuka? You see him too? Na umemwona? Kambia ndio nimemwona. Danny. Harold. You died. Oh, ulikufa. I saw pictures. Niliona pictures. I did die. Ndio, nilikufa. You look the same age as when I last saw you. Kwa hiyo nilicheza ukiona mara ya mwisho. Ilikuwa sio mzuka bali ni wewe. It wasn't a hallucination. No. No, I had to see for myself. Hapana. Baada ya kupata taarifa zako nilihitaji kuweza kuona hilo jambo mwenye binafsi. It's not every day that someone comes back from the dead. Unajua sio kila siku mtu anarudi katika uhai baada ya kuweza kufa. Here we are. Ila sisi tulokufa na kuweza kurejea tuko hapa pamoja. Are we good? Nafikiri tuko sawa. Karibu nyumbani. Anampenda na mheshimu kama babake. You're all I've got. We're home now. Kwa sasa tuko nyumbani. Anasema ujue ni kwa muda gani nilisubiri siku. How long I've been waiting to hear that. Nilikuwa nikiweza kusubiri wewe kwa muda mrefu sana. So wait. How are you still alive? Inakuwaje unaishi? I was diagnosed with cancer. Anasema Pancreatic. ningeliweza kufa na kansa. I fought the good fight for 3 years. Na Worse and worse. kwa miaka 3 nilipambana kwa sababu ya kuhakikisha kabisa kwamba anakuwa salama. Hit 100. Lakini uzito nilokuja kuweza kupoteza ulikuwa ni mkubwa sana. Dad, are you... Baba, ni sawa kuweza kubaki na mtu hapa kambi, ni salama wala kuna shida, tulia. So, there I was. Ilikuwa hivi. Hadn't even gotten over losing my best friend. Sababu sikuhitaji kuweza kupoteza marafiki zangu bora. To take care of. Their mom gone. Sababu nikipiga mahesabu natamani familia yangu iweze kuwepo katika usalama. Kipindi hicho watoto wangu walikuwa wadogo wawili. Mama alishaweza kufa. Niambie sababu ya kuweza kuishi mpaka mimi sasa. Naweza nikasema ni muujiza katika hali ambayo alikuwa nayo. Just like that? No. No, what they failed to tell me was that I had to die first. Anasema kuna watu walikuja na kuweza kumsaidia. Yes. Walimpa tumaini la mwisho kwamba unawezekana kuweza kuishi. Ila walimwambia njia kuweza kuishi isi kama vile unakufa. Nilitafakari pumzi yangu ya mwisho na baada ya siku 3 Breathing again. nilipumua tena. Who saved you? Watu gani waliweza kusaidia? Mention these people. Anasema vuta taswira kuhusiana na watu. Ni watu wanajiita hands. Mkono, kambe ndio. Here? Walikuja hapa na ndio. Illuminati only real. They've infected. Hakika ni kweli. Ni watu ambao wanawezekana kuweza kufanya kitu kikubwa ambacho hakijai kuweza kufanyika. Je, huenda ndio watu waliweza kusaidia naye? Anambia ndani Clones sikuweza kupata hadithi yote ya hands. Na hata Clones walivyokuwa kiweza kuzungumzia hadithi ya hands, walisema ni kama vile demons, watu ambao ni wabaya. Like a fable. More like Satan and his demons than anything. Yeah, ndivyo hadithi ya Clones walivyokuwa kiweza kuzungumzia hands. They're very real. And yet Anasema ni kweli wapo. Na ni watu ambao ni msaada. Waliweza kunisaidia mimi. Paka leo naishi. It's what the Iron Fist is supposed to do. Na inakuwaje hands wakawa ni adui kwa upande wako?
unawekaje uadui na Hens? Unawezekano wa kuweza kupambana nao vipi? Anasema njia ya Iron Fist ndio pekee kuweza kuwadhibiti. Kwa hiyo Iron Fist yako ndio ile ambayo uliweza kuionyesha wakati una escape pale hospitali kwa kuweza kuvunja la gate? Akamwambia ndio. Myself to the world. Sasa unajua nini kinachoweza kunifanya mimi kutokuweza kurudi ulimwenguni? Ni hawa sasa wanaweza kujiita Hens. Ni watu ambao wanaweza kunipa miambi ya kutokuweza kufanya chochote kile. Wanani control mimi kuweza kukaa mbali na familia yangu. Mimi kutokuweza kuona ulimwengu tena. Kukaa hapa ndani. Hens ndio kila kitu. Ikiwa unasema kwamba unawezekana kuweza kuwadhibiti, basi tafadhali fanya kila kitu maisha yangu yaweze kuwa kawaida. Wouldn't let anything happen to Joy. Na hakikisha kwamba Joy hajui hili, kwamba mimi nipo hai. Na umlinde Joy. Naambia na kuahidi, hii itakuwa ni siri kati yangu mimi na yeye, na Joy hataweza kudhurika. I can't. Lakini siwezi kufanya hilo swala kwa sababu Wood Court. ananitumia mimi watu wabaya kila siku, anashindwa kuweza kuniamini. Si upuzi? Drop out. Wewe mpumbavu. Usionako mbaya na Dani uishie hapa leo. For everything he's owed. Na chochote ambacho anakitaka Dani mpatie. Kampuni iko chini yake kwa sasa. Sasa baba nitampatia nini? Offense to death. Hana rafiki yoyote toka amekuja huyu. They're studying kung fu. Na alichojifunza ni kung fu. Masuala ya kampuni atajulia wapi? Anaambia sikiliza. Oh. Labda ofa nitakaweza kumpatia ni ofisi ya baba yake tu. His old office while we're at it. Yeah, great idea. Wazo zuri hilo. Na hakikisha unatafuta mtu ambaye atakuwa ni partner wake karibu, atakayeweza kumcontrol ili kujua jinsi gani kuweza kuendesha kampuni. And doing in Rand. Sasa na Hens walifanya nini na Rand? Ever met a couple of representatives of the hand? You know, they show up in my home whenever they want with their... Anasema kila kitu ambacho kinaweza kuwakilishwa na Hens, Randy pia aliweza kujumuika nalo. Wasn't Red. Lakini kuna mtu ambaye kuna watu inabidi uweze kushughulika nao, na support ya Joy itaweza kusaidia kwa sababu kuna watu wanahitaji kuweza kuingia na makubaliano na Jita Red Hawk. Kwa hiyo kuna issues za kuweza kufanya ambazo zitaweza kusaidia. fighter like you back in the family. Nina furaha kuweza kumpata mpiganaji shujaa kama wewe kuweza kurudi katika familia. Wewe Harold akamrubuni bwana mdogo kwa njia hiyo kwamba Hens ndio watu wanaweza kumfanya yeye kukaa hapa kwa kipindi chote. Ngali ni watu waliweza kumsaidia, lakini anaishi hapa kwa masharti. Feel free to call. Kuwa huru, jisikie huru kwa lolote lile. Udi kamaindi. Lakini mkali alikuwa na furaha sana. Watch yourself. Inabidi uweze kujiangalia mwenyewe binafsi Dani. Katabasamu tu. Hapa ndipo nilipo. Nijiangalie kivipi? Be careful. Nishakwambia tena, kuwa makini. Replacement for your dad. Kwa sababu The only person Harold. utaweza kukamata nafasi babako aliweza kuikamata. Sasa kuwa makini. Sababu wewe ni mtu wa pekee ambaye dhahiri huenda bado na maadui wengi pasipo kufahamu. Sasa madogo huko wanaangalia kwenye simu. The shit out of him. Hii ni mwalimu wetu alivyokuwa akiweza kupambana mtaani kule. Ili tukio liliweza kurekodiwa, watu wakaweza kulirusha kwenye mtandao. Hakupenda wanafunzi wake waweze kuona, lakini alifanya kila kitu kwa sababu ya moja ya wanafunzi wake aweze kumpatia pesa. Upuzi inabidi mwezi kuacha hapa. Senta. Weka mstari mmoja. Mazoezi yaendelee. Dogo akashindwa kuweza kuelewa kwani mwalimu kakasirika. Ulichozo kifani jambo zuri. Angalia umeibuka kama shujaa, umetengeneza jina kubwa. Sasa hivi watu wanakutambua kama Dawn of the Dragon. What you did was awesome. Ulichokifanya ni kizuri mno. Mimi sijategemea, nimekwambia hivi. Kaa pale. Mazoezi yaendelee. Acha kuwa na fikra za ajabu za kuhitaji kuweza kupambana mitaani. It's not. Na sijapigana kwa ajili ya kuweza kutengeneza maisha bora, kwa ajili ya kuweza kupata pesa, hapana. It's bullshit. Basi utakuwa ni upuzi. Huwezi kupigana bure. Scholarship. I'm never gonna get... Nimesema nafanya kila kitu kwa sababu ya scholarship. Wewe yote niliweza kufanya nafanya kwa sababu yako wewe na sio kingine. Sina matamanio ya kuweza kuingia mtaani na kuweza kupambana. Kaa hapo, mazoezi yanafuata. Moxoyame. Binti anamuita Kali Winks. Ni mrembo sana lakini sio wa kutongoza, labda akupende mwenyewe. Ukienda kichwa mzee unakutana za uso. Lazima kumwage mavi. Wale penda. Oho. Why did you change your mind? Kwa nini umebadilisha mawazo yako? Inner dad. Ndio hivyo. Utafanyaje? Have you put any serious thought into what he... Kwa sababu ukipiga mahesabu
Nahisi kama baba aliweza kunitokea, yani akaificha kwa dada yake Joy kwamba nahisi kama baba jana usiku alinitokea kwenye ndoto akaniambia kitu kama hicho. Kwamba niungane na Dani kumkubali kwamba ni Dani. Kwa ndio maana nikabadilisha mawazo yangu na sasa hivi tuko naye hapa. Baba katinga suti kwa mara ya kwanza. Hapo vipi? Joy anampenda kwa sababu ni rafiki yake, anampenda sana. Katokelezea. Ndevu atoi zote. Good. Nikana bomba. Be a touch effeminate. I like it. Nimependa hiyo. Aliambiwa jiandae kwa sababu kuna show fupi itakayoweza kufanyika kuweza kujielezea mbele ya waandishi habari. Kwamba kwa wakati huu ni wakati wa kuweza kumkaribisha Danny Randy ambaye aliweza kupotea kwa kipindi kirefu na tulitambua kwamba amekufa lakini bado ana survive. Kwa hiyo inabidi tuweze kumpokea kama kiongozi wa pekee ambaye ataweza kuendeleza mambo yote babake aliweza kuacha katika kampuni. Kwamba sasa hivi kampuni ipo chini yake. Mnaweza mkamoji maswali kadhaa tukaendelea. Karibu. Oya, usiongee sana. Ongea kwa ufupi hatimaye uondoke. Kwa sababu unachokijua kuhusiana na hii kampuni. Yaani Udi bado ana chuki za ajabu. Baba akajitengenezea juu ya tanzia pe. Kweli hii masuala ya kampuni hajui. Anacheka cheka, sio kucheka wewe, wakili anamzuia acha kucheka cheka, kuwa serious. Miliki kampuni acheka cheka nini? Ni habari za kushangaza, miaka 15 alikufa anarudi tena. Long road to get back home. Anasema aliteseka sana mpaka kuweza kurudi nyumbani. Yapata miaka 15 huko Colombia baada ya ajali kuweza kutokea, kuanguka na ndege Himalayas. Poteza baba yangu na mama yangu. Faded. Nilipata wakati mgumu sana. In a jet with my parents. We never reached our destination. I lost my family in that crash. Alipoteza familia yake. And I became... hakuweza kufikia hatima ambayo aliweza kuipanga. Then was rescued by monks. Lakini Danny aliweza kusaidiwa na monks. Life to what I had. Akaweza kupewa maisha tofauti ambayo mpaka leo ndio huyu aliweza kusimama hapa mbele yenu. It taught me the value of life. Waliweza kuniambia jinsi gani ya kuweza kuishi katika ulimwengu wa kuwa na imani. That mattered. Ila maisha alikuwa akiweza kuishi kule kwao ni tofauti. Waliniambia kwamba hakuna chochote kisichoweza kuwezekana. Kila kitu kinawezekana. Unawezekana kuweza kupambana na mengi magumu na kuweza kuyashinda. Okay. New York Bulletin, is it true you were recently committed to Birch Psychiatric Hospital and placed under the care of Dr. Paul Edmonds? Lakini baada ya kuweza kurudi inasemekana dhahiri kabisa kwamba ulikuwa ni kichaa na ulikopo chini ya uongozi wa daktari mmoja ambaye jina lake liweza kutajwa. Alikufanya cheki na kuweza kuhoji maswali kadhaa. Ila baadaye ilisemekana kwamba jina lako sio hilo, kwamba kaonekana kwamba unadanganya, hata passport uliweza kuitumia ilikuwa ni tofauti. Naambia hapana. Ni katika harakati za kuhitaji kuweza kurudi nyumbani. Hivyo tu walinifikiria vibaya. Na Joy pamoja na Wood ndio waliweza kunisaidia mimi kunipeleka ndani ya mental hospital. Kwa kuweza kunipatia dawa ambazo ziliweza kunisaidia mpaka sasa hivi niko sawa. Kwa hiyo nimshukuru Joy pamoja na Wood. Hivyo tu. Wakaona sasa watazungumza mengi sana. Sasa inatosha kwa leo. Tutaona siku nyingine vizuri baba, twende huko. Anao taoji mpaka vitu vingine ambavyo ni vya siri tulifanya kwa makusudio. Unasema kwamba tulikusaidia. That answer was we deserved. Nafikiri ni mambo babu kubwa. Hata majibu uliweza kuyatoa ni majibu ambayo yanastahili kuweza kuyafikia. Udi akaelekea zake ofisini. Sasa je, kwa siku leo nawezekana kuweza kufanya chochote, maana sielewi hata nitaanzia wapi. Kampuni inahusika na nini? Nataka niweze kufahamu mambo yote. Wala sijali. Wewe nenda kule. Alafu kuna mtu ambaye ataweza kupatia kampani. To set up a meeting with Joy. Nahitaji kuweza kujua kwa sababu kuna kikao ambacho kitaweza kufuata. Sasa katika hicho kikao anataka kuweza kujua ni kipi ambacho ataweza kufanya pamoja na Joy. Anambia mimi sintokuwa secretary wako, bali secretary wako ni huyu. Nataka kumkumbatia. Ngoja. Wacha wengi. Thanks. Kabisa ile ofisi ya baba yake ndipo mahali atakapoweza kufanyia kazi zake. Sasa ana wengi bado. Your father's office. Hii ni ofisi ya babako na kila kitu kiko hapa. Na hilo ndio litakopo dawati lako na mimi nitakuwepo hapa. Kwa hiyo chochote ambacho utakuwa kiweza kukihitaji basi hakuna shida, nitakusaidia. Kagua baadhi ya vitu vilikuwa vimeweza kubakia hapa. Pombe babake alikuwa akiweza kuitumia, iko pia. Sio vitu vyote vilitolewa. Vipi? Yaani umekuja tu ofisini unataka kuweza kunywa pombe? Nilikuwa nikiweza kuiangalia na kumbuka mbali. Sio mbaya. Inanikumbusha vitu vingi. Begi alitui kaingia ofisini kuna begi lake. Yaani mluga bado. Kaenda kwenye dawati uko chini. Mama anamshangaa vipi? You okay down there? Kuna kitu uko chini?
This is crazy. Huu ni ukichao. Yaani hizi sticker nilizibandikizaga hapa bado mpaka sasa hivi zipo. Danny, what are you doing? Danny, unafanya nini? Oh, Nilikuwa nikiweza kuangalia sticker ambazo nilikuwa nikiweza kumbandikizia baba hapa kila siku. Kumbe bado hajaweza kuzitoa ziko. Now we can continue this walk down memory lane. Sasa tutaendelea All built. na kuijenga hiyo kumbukumbu ili uweze kutupatia kumbukumbu kamili. Na vitu vingine ambavyo utaweza kuanza navyo ni hivi hapa. Hivi vitu vyote inabidi uweze kupitia na uweze kunipatia jibu. Anacheza na viti, hakuna kingine. Pretty much had to raise the dead. Anyway, let's get you. Kwa nimekaa hapa sasa hivi ndo naweza kuendesha mambo yote baba alikuwa akiweza kuyafanya. Kuna baadhi ya vitu aliambiwa aweze kusaini bila kusoma akawa na saini tu. Oh, you don't actually hold a position here. But I thought... Una kipi cha kuweza kufanya pindi utakavyoweza kukaa katika hii nafasi? Nataka kuweza kujua. Hold the most. Ndoto yako ni ipi? Una kipi cha kuweza kufanya? Ndio mambo ambayo nahitaji kuweza kujua. Yes? My voice will still be heard. Exactly. Kwa hiyo anafundishwa taratibu. Do you think we can get access to the RAM business accounts and records? Well, with your name and your holdings, shouldn't be much you can't access. Word to the wise, ease into things. For most of these people, you are a hostile takeover. Okay, yeah, sure. No problem. Alimsia aweze kuwa makini. Once you're done. Daniel, you have an extraordinary opportunity here. Nafikiri una nafasi kubwa sana hapa. Kwa hiyo inabidi uweze kuipigania, kubaki katika hiyo nafasi. So, once I'm... Sasa kwa nini nimeweza kusaini kila kitu hapa? Ina maana gani mimi kuweza kusaini vitu? Ndio hivyo tu, lazima uweze kusaini, sababu ni jukumu lako. Kila kitu kitapitia kwako, mafaili yote utapitia kwako. Kazi yako ni kusaini. Sababu elewi nini kinachoweza kuendelea. Kwa hiyo lazima aweze kuitambua kampuni inahusika na masuala gani, project za zipi na zipi, mpaka mauzo yanaingia. Vitu vyote anapaswa kuweza kujua. Lakini naona hii ni kama pasua kichwa. Ila sasa ndio mrithi kuendesha yale baba yake yote ambayo ameweza kuyaacha. Huu ndio urithi wake. 1 million people Basi affected. hii ndo This in roughly 90 ishi ilikuwa ikiweza kuendelea. Baba kaja fujifuji huko, kachelewa kwenye kikao. Kuna semina fupi ilikuwa ikiweza kufanyika kuhusiana na ishi ya watu kuweza kuathirika na kutafuta dawa ambazo zitaweza kuwasaidia. Samanini. Kaandalia kiti hapa kakiamisha, anapiga kelele, anatafuta Joy mahali alipokaa kakae na yeye. Kaona huyu mento inakuaje? Kabidi kukausha tu. Can I just see Miss Joy? Oya, naweza nikakaa hapo na Miss Joy. Sogea huko, natakiwa nikae hapa karibu. Basi hii ni sehemu ya 10, tutajua mengi zaidi huko mbele katika kukaa kusikiliza nini kinachoweza kuendelea. Jamaa anahitaji kuweza kumake pesa nyingi kupitia dawa anazoweza kuzitengeneza. Okay, poa. Like I was saying, Kama nilivyoweza kuambia, Neil will have far-reaching effects. utafiti waliweza kufanya ni mkubwa sana kuhakikisha kwamba hakuna athari yote ambayo inawezekana kuweza kusababisha kutokana na dawa ambazo wanaweza kuzitengeneza na kuweza kusaidia kwa kiasi kikubwa sana. Ni juu ya mataifa mengi sana ambapo tayari wameshaweza kufanya biashara. Bara la Asia pia na maeneo mengine pia zaidi na zaidi. It'll fund new research. Jamaa anasema utakuwa ni upuuzi na ni kamchezo kadogo kuthibitisha kwamba hizo dawa zinaweza kutibu maradhi mengi kama mlivyoweza kusema pasipo kuweza kufanya utafiti wa aina yote. Alafu bado inaweza kuuzwa kwa kiwango kikubwa. Hii maana yake ni nini? 50,000 a year. And we have the cure. Save lives at $5 a pill, but you want to raise the price. Kwamba kama utafanikiwa kuweza kupitisha hili na hizi dawa zikaweza kufanya kazi, basi zitaweza kutumika kwa miaka mingi sana. Yaani zaidi ya 50,000 years. Yes. Hapa Dani alishindwa kuelewa kambia pana. Normal. Kwako unaweza kuona ni kawaida, lakini kiwango mnachoweza kuuza hizi dawa ni kiwango kikubwa mno. Hatuwezi kutengeneza brand yetu kwa njia kama hiyo. Tupo kwa sababu kuweza kusaidia maisha ya watu wengi. Na kama kweli hizi dawa zinasaidia, basi nataka ziweze kuuzwa kwa kiwango ambacho ni kidogo. Yaani kwa kiwango ambacho kitaweza kwa cost at least. Lakini kuweza kutoa huduma sehemu mbalimbali itakuwa na faida pia. Na tutakuwa tumeweza kutengeneza sifa kubwa ndani ya kampuni. Lakini wengine wanafanya kwa sababu ya manufaa ya kuweza kupata kingi zaidi. Sasa anataka iweze kuuzwa kwa cost. And on your first day, Kumbuka hii ni siku yako ya kwanza. Una mamlaka ya kuweza kupinga hili.
jambo ambalo nahitaji kuweza kulileta, lazima tuweze kukaa nalo mezani. Akaambia ndivyo nimeamua. Well be, but if Mr. Rand wants to put his foot down on this, we'll do it. Okay, kwa sababu Mr. Randi ndio kaweza kuweka miguu yake katika hili, tutafanya hivyo anavyoweza kutaka. Woody kabili kubali. My schedule cleared up. Do you want to go talk about that period? Binti akaona yake ameshaweza kuisha. Kwa hiyo cha msingi wakati anatoka alikuwa anahitaji kuweza kuzungumza kidogo na Woody, yani na mkali wanaweza kumuita Danny. Sasa binti akiwa zake huko. Kali Wings alikuwa akiweza kuangalia sana hii Woodman. Yaani akioga na hasira anaweza kafanya kitu kwa hasira, mwisho wa siku ikaja kuwa ni hasara. Kaweka mziki mkubwa na kuanza kucheza na Woodman, yaani mtumbao huyo na kufanyia mazoezi. Wanamuita Kali Wings. Alikuwa akifanya mazoezi kwa hasira, akajikuta anavunja ile mbao. Maisha yenyewe anaweza kuishi hapa ni tabu, kulipa kodi yenyewe ni shughuli. Sasa kavunja Woodman, hii itakuwaje? Tapatia wapi pesa kuweza kununua nyingine? Ndio hivyo, ataifunga kuipiga misumari sielewi. Ni stress tu za hapa na pale, kwa sababu maisha ni magumu New York City. Sio kwamba kila mmoja anaweza kuishi New York ukajua anapata raha. Wewe kuna omba kibao kule. Katoa na mziki. Alikuwa akiweza kuangalia tukio lile ambalo aliweza kulifanya, swala la upambanaji, lakini bado ana shida ya pesa. Mzee uko anatumia vidonge tu. Harold ngali kuna ubishani mkubwa kati ya Woody pamoja na Danny Randi, akiamini kwamba kampuni imeweza kuendeshwa vizuri na babake kuliko hata Randall Randi mwenyewe. Kiwa zake huko simu, naye kuna vidonge anatumia, sijui ni vya nini. Hey yourself. Hey wewe mwenyewe. Danny's introduction to the world. Nimeangalia maelezo Danny alokuwa akiweza kuyatoa. Thanks. What are you going to do about that reporter? You know. Na nini ulichoweza kufanya kuhusiana na reporter? Oh no, son. This isn't the time to point fingers. It's the time for solutions. Anasema si wakati wa kunyosheana kidole. Huu ni wakati wa kuweza kutafuta utatuzi. This will more than make up for that drug pricing screw up this effort. Na lengo lako nini? Kuweza kupata mafanikio makubwa kuhusiana hizi dawa ambazo zinatengenezwa. Kaambia hapana. Dani amekataa. Amesema tuweze kuiuza kwa hasara. Sasa sijui tutakuwa tunafanya biashara gani kama hizo dawa tukiweza kuziuza kwa hasara. Mzee akaambia fanya kama anavyoweza kutaka. Usimpinge kwa lolote. Jennifer Manny, tell her I will answer all of her questions tonight in my office. Alihitaji watu wote ambao walikuwa katika kikao waje na kumuuliza maswali yote ambayo ataweza kuyajibu yeye mwenyewe binafsi leo usiku katika ofisi yake. Kuhusiana na issue ambayo Danny aliweza kuizungumza. Wakati Joy anapiga simu na mtaalamu kimsindikiza nyumbani. Kuhitaji kuweza kutumia usafiri wote kwa sababu tayari kashakutana na rafiki yake kwa muda mrefu na uthibitisho wote tayari umeshaweza kupatikana kwamba ni Danny Randi. Kwa hiyo hii ni faraja pia kwa binti, unaweza kumuita Joy kwa sababu hakuwa na company nyingine ambaye alikuwa ni partner wa karibu kwa upande wa kama Randi toka utotoni. Alright. Hivyo tu. Walizidi kuweza kukumbushana mengi ya nyuma. Well, you weren't necessarily wrong. Sometime unajua unaweza kufanya kazi ukajisi uko sahihi, lakini kumbe kuna vingine unakuwa ukiweza kukosea.
Na makosa kwa binadamu ni jambo ambalo lipo. So, why did you give Jerry that ball? Dredged up so many old memories. These feelings that I don't know, pushed down, locked away. Does that make any sense? Yeah. Yeah, it does. Alizidi kumuuliza maswali mengi tu. It made me think about all the people I've lost. Kwamba stress zinamfanya kutokuweza kuwa sawa. Sometimes kuna dawa ambazo anakuwa akiweza kuzitumia kwa sababu ya kuweza kufuta zile kumbukumbu. Hasa muda mwingi anapoweza kukumbuka watu ambao ameweza kuwapoteza. Ni kitu ambacho kinakuwa kiweza kumwathiri. You didn't have to see him at the end. It's horrible. Kitu ambacho kinamkera. Your return made me take a hard look at the person that I've become, and I didn't like it. Just didn't think that like. Sometimes pia naona kwamba haina faida yote. You know, if it helps any, I think Harold would have been crazy proud of you. Anasema huenda Harold kuna project ya ukicha labda alikuwa akiweza kuifanya kwa sababu inawafanya watu kutokuweza kuelewa, lakini ni siri yake kuweza kuamini kwamba Harold yupo. Turudi upande pili. Carl Winks aliamua kuweza kurejea tena ulingoni kutengeneza pesa. Tayari ameshaweza kutengeneza jina kubwa hapa, hakuna yote kuweza kumzuia. Wanamjua kabisa ni mtoto wa kike ambaye ni hatari sana, anajiita Donna of the Dragon. Leo kaja tena kakutana jamaa, ambia karibu, huu ulingo sasa hivi ni wa kwako. Ila binti anasema hivi, sihitaji kupambana na mtu mmoja, bali nitapigana na wawili ili kupata malipo mara mbili. Una uhakika unataka wawili? Poa, mimi siwezi kukataa, maamuzi ni ya kwako. Leo challenge si ya mtu mmoja, nataka kupigana na wawili. Haya, watu wakataa kuweza kujua hiyo game wa 2 in 1. You better be, because the daughter of the dragon has returned. Leo ni siku nzuri jamaa anasema, kwa sababu Donna of the Dragon amerudi. Na challenge ya leo itakuwa ni nzuri, haijai kutokea kwa sababu yeye mwenyewe binafsi anasema atasimama mwenyewe na kupigana na wawili. Kwa hiyo itakuwa ni 2 in 1. Kwa huyu mwanamke, ni yupi mwingine yuko tayari? Vipi yuko? Yupo? Yupo wa pili? Kidume kikapanda. Ambia kabinti kadogo kama haka ndo nakuwa mnakuja kukapigia kelele za ajabu. Sasa leo nitakuonyesha. Yaani wewe. Na jamaa kaingia kwa hasira. Dhamira yake si kuweza kupambana na mwanamke, kwanza kumzibua alafu ikiwezekana kumbaka papa ulingoni. Jamani. Sheria inasema hivi. Keji hii itafungwa. Na atakayetoka katika keji ndiye mshindi. Atakayetoka ana survive. Ni selling Helen in the cell. Kwa hiyo unatoka hapo ukiwa hai, wewe ni mshindi. Mama akaamsha balaa pale pale. Carl Winks anapiga mapigo takatifu. Ni shida, ila akipandisha hasira tu binti. Anakuwa hatari sana. Jamaa kaona ukaba anatusumbua fala, tumlete huku. Kuja. Njoo kwanza ni kuchape fimbo za kiume. Ashikiki. Sasa kilichobaki ni kutengua mkono. Wewe sio kubaka huyo. Alimpiga mingi. Chezea uso tu. Chapa. Hey.
Watu wanacheka kuona damu inamwagika. Come on. Huyo ndo Kali Wings. Sio mchezo kabisa. Upande pili jamaa anaendelea kuweza kupiga story na binti. Facilitated. Akajaribu kuweza kukumbushana mambo mengi tu. For chief counsel to buy things without knowing why? I don't really need to know the why. Wards. So binti bado anajaribu kuweza kutafakari mengi. Kwa hiyo hata unapoweza kukaa na kuweza kununua kitu bado unaweza kujiuliza kwa nini nimeweza kununua. Kwa sababu kila anachoweza kuulizwa anasema sijui kwa nini. Position. Kuhusiana na nafasi yako. Mimi sioni kama kuna tatizo kwa sababu ni nafasi ambayo unaweza kuifanyia kazi vizuri. Na at least kuweza kuwa na wewe. Unawezekana kuweza kufanya kazi kwa pamoja. Sababu unawezekana kuweza kunisaidia juu mambo mengi. Ngali kuna baadhi ya mambo ambayo naamini pia Udi anawezekana kuweza kunipinga. Lakini baadaye atakuja kuweza kuwa sawa na kunielewa tu. Hivyo. Sort of cool too. Besides, it just made me want the job more. Yeah, sure. Sababu inampa wakati mgumu kuweza kufahamu haya. Mengi anaweza kujua ni kuhusiana na Kung Fu. Mambo aliweza kupitia, maisha aliweza kupitia kule. Yalimbalisha hata kuweza kurudi New York City akaona kila kitu ni tofauti. Hata aliweza kurejea kutembea kwake ni peku. Sababu ndo maisha alikuwa akiweza kuishi na monks, colons, Malayas yuko. The whole way for it. I earned. Kwa hiyo nilitoka na heshima kubwa. Ilihesabika kama shujaa. The Iron Fist. We'll see. So. Kwa hiyo hapa ndiko mahali unapoweza kuishi kwa sasa. I don't know. Vipi, pamekuvutia? Naambia hata sielewi. After living in a monastery. Unajua kuweza kuishi na monks kipindi kile na maisha hapa ni tofauti kabisa. Sababu kipiga mahesabu, kukaa kwenye kochi kama hivi hakuna kochi kule. No idea. Kulala kwetu ilikuwa ni unalala katika yani tuseme ni soft yani chini 6x6. A dirty mat on the floor. A blanket. Unatandika blanketi lako ndo unalala. Pigwa na baridi hiyo ndo maisha yanavyokwenda. Every morning, I'd walk a mile uphill with jugs the size of my torso just to get mine and my Sherfu's daily ration of water. Every morning. Every morning. That was the easy part. It was training. Hayo ni mazoezi nakwambia kila asubuhi. Yaani viatu kwake vilikuwa ni yeye kuweza kuamka kuweka miguu yake kwenye maji ya baridi. Hivyo ndo viatu kwake. Anaikanyaga barafu akiwa peku. Yote ni mazoezi. Kwa hiyo anasema ilimfanya kuweza kuwa katika wakati mgumu, lakini pia ilimjenga kwamba kuna maisha magumu ambayo binadamu usipoweza kukatia tamaa, unawezekana kuweza kuishi na ukafanikiwa. Kila kitu kinawezekana. The next fighting style. Na baada ya hapo kuna challenge zilianza. Na hapo ndipo alipoweza kujijua. Na akatangazwa kama shujaa kwa sababu yote aliweza kukutana naye aliweza kumthibiti. Made me what I am today. Which is what? I don't know. Another guy living in a deluxe apartment. You want a drink? Unahitaji kinywaji? You know how to make a vodka tonic? Well, poa. Vodka na tonic itakuwa fresh. I think I can handle it. Ghafla mlango na Gogo Joy anasema wacha nikaangalie. Wewe andaa kinywaji. Mimi nakuja. Andaa vodka na tonic. Ukunga unasikika mwanaume kabili kuweza kuwai. Dani Randi. Binti kadandio na watu wasiweza kufahamika ni kundi gani umetokea wapi hatujui. Wako wengi kishenzi anaingia kati kupambana nao. Hawezi kumsumbua. Ni Iron Fist. Anajiamini kishenzi. Kampa kitu bibie. Wewe kavuta vishoka. Kumbe ni Mr. Axe. Baba kaipanga ile OG. Sasa angalia shughuli hapo kati. The Iron Fist Season 1 katika sehemu ya 12 na The King. Aliwapapasa. Chapa kisasa. Wewe. Yuko fiti kama mbwa wa afande. Sante. Yawazama kwenye lift na binti wa Sepenai. Subuto yako. Peleka shoka kaona.
Hola, pumbavu wana utani. Kausha hapo mpimbi. Nanyi mnaenda hapa. Kazama kwenye lifti huko, kipondo ni ndani ya lifti. Baba anapeleka shoka, cheki mkono. Shoka ilivunjika. Ni ngumi chuma baba. Ngoma ikazima sasa hapo ndani. Ni kipondo mpaka asubuhi. Lifti iende huku tunafinyana. Walifinyika. Binti naye anaoshoa kwake lakini wamekomaa. Hapo sasa. Lift imefunguka. Wakasema turudi ndani ya Golden Sandy. Ondoka! Warudi ndani Golden Sandy. Po salama. I know where they're going. Najua mahali gani wanapoweza kwenda, kwa hiyo usio na wasiwasi. Golden Sandy ina maana kwamba anajua sehemu ilipo. Lugha ile anaifahamu vizuri. Tarzan Woody akiwa fresh from the jungle. How so? I shouldn't be telling you this, but we have this drug that we've spent years working on. We get it tested, patented. Now I can't go into specifics. Kuna baadhi ya rekodi fulani alizokuwa akijaribu kuweza kuzitoa, kama alivyoweza kusema kwamba maswali yote atakuja kuweza kuyajibu usiku. Meeting, getting ready to boost the price, make a huge profit and be... Lengo ni kuhakikisha kwamba anapingana na pointi ambaye Dani aliweza kuizungumzia. Sababu lengo lao wao ni kuweza kutengeneza pesa juu. Sasa huwezi kuuza madawa kwa cost. Hii itakuwa ni shida. Itakuwa tunapata hasara. Cost. You're kidding me. Unanitania, naambia sikutanii. Dani ndo kaweza kusema hivyo kwamba dawa ziuzwe kwa hasara. Is worse than these. Sasa si upuzi huu. Labda akili yake itakuwa bado iko sawa. Huenda tunafanya kazi na kichaa. Tukifuata maono yake na akili yake, maamuzi yake, tutafeli. Kampuni lazima tuifunge. Nafikiri ndio kitu baba yake ambacho alikuwa anahitaji mwanae aweze kukifanya. Hatuwezi kukubali. Tutaongea baadaye, ngoja kwa sasa kuna mtu anataka niwasiliane naye. I've got a hell of a story for tomorrow. Uli akabaki zake ofisini. Golden Sunday. Hilo kundi ni kundi gani? Ana shida gani na Joy? Binti karudi huku baada ya kuweza kumaliza ule mpambano. Kidole chake kilikuwa kimeumia vibaya mno. Kimepinda kabisa. Alihisi kitu. Alishtuka. Akisi ni hatari. Kali Wings. Kiwa kwenye choo chake hapo. Hii ni sehemu ya 12 baba. Haona kivuli. Ai, kumbe ndani Randy. Fungua. What happened to you? Nini kimetokea kwako? You. Vipi kuhusiana na usijali. Hey, can you keep an eye on Joy? Unaweza ukabaki na Joy hapa kwa ajili yangu mimi? Stalking you? Vipi? Kuna watu wanaendelea kuweza kufuatilia? Anaambia hata siwajui. Sijui ni watu gani na wametokea wapi. Wewe baki na Joy hapa. What do you know about the Golden Sandy? Unafahamu nini kuhusiana na Golden Sandy? I don't know. Sijui. There's a bunch of Chinese restaurants. Ni sehemu ambayo Wachina wengi wanakaa. Na ni kundi sasa sielewi. Joy anasema ni watu ambao wameweza kunivamia. Sielewi wanataka nini kwangu. Dangerous. Ni watu ambao ni hatari. Sounds right. Usijali. This is the Golden Sands. Hii ndio location ya Golden Sandy. Yangshu Gongsi. The Yang Clan Company. Ni kampuni ya tabaka la Yang. Kidding me? Baki hapa na kuja. Unanitania wewe, baki hapo na kuja. Joy akaachwa pale na Kali Wings. Mwanaume akafika hiyo sehemu. Hello? Hello, buddy. Nikusaidie nini? I'm sorry, we're closed. Tushafunga. Need to speak to the head of the Yangshu Gongs. Nataka kuongea na Yang Shinkongs. Katolewa signal tu. I don't want any trouble. Sitaki tatizo lolote. You should not come look. Na usingekuja kutuona hapa. Ndio huyu mmoja. Aliobutua nyinyi wote.
ndio bosi. I am Yang Haijing, Mimi ndo naitwa Yang Langjing. 是公司 and you are Wewe ni nani? Rand. Danny Rand. of Rand Enterprises. Kutoka Rand Enterprises. Why did you send your men after Joy? Kwa nini umeweza kutuma watu wako kwa Joy Mitchum? You steal our pure. Anaambia kila mara anakuwa akiweza kutokezea na kuweza kuvunja makubaliano na sisi. Kwa upuuzi gani? We wanted words with her. Tulipeleka maneno ya onyo kwa ule mwanamke. Anaambia hapana. Yule mwanamke hajui chochote kuhusiana na ile kampuni. Bali kuna watu ambao wako nyuma ya kuhitaji kuweza kuifanya kampuni ya Rand iweze kuonekana ni mbaya. Hawa watu ni akina nani? To come near Joy ever again. Msije mkaweza kumfuata Joy tena. Why is Rand so... Sasa kwa nini Rand wako wanafanya mambo ya kipuuzi? Ni nani anaweza kusababisha yote? Group of people. Anasema kuna kundi la watu ambalo lipo nyuma ya hii kampuni ya Rand kuhitaji kuivuruga na kukata mahusiano na watu wengine. Ni nani? Wanajiita Hens. Kusikia tu hilo jina alishtuka. I had no idea. Sikuwa na wazo lote. Samanini. Please extend our deepest apologies. Muombe tunatoa samani kubwa kwa Joy. Tumefanya makosa makubwa kuweza kumvamia tukijua ni mkosaji, kumbe wahusika ni Hens. Walivyosikia Hens waliondoka spidi. Na akisema nahitaji tuweze kukaa nje ya Randi. Yaani wawe mbali kabisa na Randi wala sio kaweza kugusu. Mzee anapasha. Kisikia Hens ni hatari. Sasa wamekwenda kumzuru Joy bila makosa yote. Na huyu baba anampenda binti yake kuliko chochote. Ghafla ilitupwa kofia pale. Akaambiwa vaa. Alitupa kofia julikane nani lakini aliambiwa vaa. Kuna mahali anatakiwa kupelekwa. Harold Mitchum. Au kuna mtu anatakiwa kuweza kuzungumza naye pasipo kumwona. Put it on. Ya, ni kweli yupo hapa. Kuna mama yule alikuja tena. Kaambiwa vaa. Ana watu na mkontrol wao ndo Hansi wenyewe. Mkono. Where are we going? Tunakwenda wapi? For a ride. Sikutembea tu. Joy naye akawa anapasha pasha kujiweka fresh. Sababu bwana, kama umeshaanza kuona una madini lazima uweze kupata kitu anakiita self defense. Sasa akawa anafundishwa tu. Umemjuaje Danny Rand? Anaambia tulikopo ni marafiki toka kitambo. Danny and I were pledged to be married. Na mimi na Dan tulikopo na ndoto kwamba tukiweza kukua tutafunga ndoa. Ala, ndivyo ilivyo. Good. It's kind. Yes, ni mtu mzuri. Ni mwanaume wena yake. Me that one day he would fight off men with axes. Hatchets. Baada ya muda jamaa alikuja. Kaambia usiwe na wasiwasi, nishaweza kumalizana na Golden Sand, kwa hiyo hakuna jambo lote bali tukaweza kutokea kwako Joy tena. Joy Mitchum. Vipi, umeongea nao kwa mikono yako? Kalimsi aliuliza. Akaambia hapana. Mazungumzo ya kawaida. Maana kama jamaa kaongea na mikono, lazima wale warudi. Sababu ni uni. Hebu naomba niweze kuona mkono wako. How did you put it, Joy? My first rodeo? Look, I can pop it back into place. Nataka kuweza kurudisha katika eneo lake. Sawa. Huyu ni ungwana anataka kuweza kurudisha baada ya kuweza kumsaidia rafiki yangu ambaye ni Joy. Anataka kutibu kile kidole. Akimdanganya kwamba nahesabu 1 mpaka 3. Kifika 3 ndo nakivuta sawa. Sasa yeye anahesabu tu 1 alafu ni kwachu. Tayari, kihesabiwa 1, 2 mpaka 3 tagairi. Sababu utajikaza. Akawa fresh pale pale. Ni vitu ambavyo ameshaweza kuvipitia kama master. Kuna njia fulani za unawezekana kuweza kutumia kupitia mikono yako ikaweza kuwa ni tiba mbadala. Na imani pia. Kwa vitu monks wengi wanakuwa na imani navyo. Na imani ndio inaweza kukupeleka pale ambapo unahitaji kuweza kufikia. Answer is the same. Thank you though. Binti alishukuru kwa msaada jamaa. Alright. Okay Joy, tukaenda. Wakati wa kumrudisha nyumbani. Tukieleza kutokea alifanya siri. Woody hajui, hata Harold pia hajui. Sasa inabidi kumpeleka nyumbani, lakini kule Harold Mitchum, baba yake na Joy, katokezewa na yule mama tena. Hence ni watu ambao ni hatari sana. He finds out men with hatchets attacked his sister. You said you didn't want the cops involved. Good point.
Doesn't mean I don't want to know what the hell was going on tonight. Yeah. You and me both. Hata kama unaniambia niweze kukaa kimya kutokumwambia mtu wote juu jambo liweza kutokea, binti alimwambia hii haina maana kwamba sijui nini kinachoweza kuendelea leo usiku, kwamba lazima uweze kunijulisha kila kitu ambacho ulikwenda kuzungumza na watu wao. Mzee kofia inatolewa sehemu alipo. You have been a good and faithful servant to the Hand. Hans anakufanyia kitu kimoja ambacho ni kizuri sana. Reward. Tunataka maneno yako. Angalia mbele kule. Akicheki ni binti yake, Joey. Kaleto mahali ambapo ni rahisi kumwona. Mzee ni Nyamera. Oh. I haven't seen her in person since she was a child. Hakika ni mtoto ambaye akizidi kuweza kumwangalia bado anakumbuka utoto wake. Lakini hivyo mwangalia kwa makini anangeu. Someone hit my daughter. Kuna mtu kampiga binti yangu? People said she had a run-in with some. Anasema kuna watu walikuwa wakiweza kumfuatilia. Such a talent. Lakini ni jambo la kushukuru kwa sasa atakuwa ameweza kupata bodyguard mzuri. Kwa hiyo nafikiri atakopo kwenye usalama. Waliweza kusika na ile tukio ni Golden Sunday. Could this good and faithful sir? Je, unaweza ukanifanyia ungwana mmoja tafadhali? Anaongea kama hataki. Sijui ni ungwana gani. Golden Sunday wamegusa kubaya. Hawamjui Harold Mitchum. Kwa binti yake hawezi kukuacha. Wanashuka Black Ninja kutimba ndani Golden Sunday. Here we go. Wako na jambia. Jamaa wanagonga msosi. Ni magenge ya kiuni. Kashangaa watu wao wameingia kibabe, wamekuja kufanya nini hapa? Ni Black Ninja. Naona kiongozi hapo kati. Mnataka nini? Which one of you hit Joey Meacham? Ni yupi mmoja wenu aliweza kumshambulia Joey Meacham? Me. Ni mimi. Baba akajisogeza eti mimi. Ha! Kuna mtu akasogea mbele na jembea. Cheki mambo hapo. Pigwa moja. Kwisha. Yeye na vishoka vyake. Eo mo. Pumpavu. Naulizwa nani kampiga Joey eti nyoko? Mimi. Pumbavu. Alafu watu wakasepa. Kafa sikierere. Babala kausha, unaropoka ropoka. Kazama kwenye gari. Ni nani huyu? Uweze mimi. Ni Harold Mitchum. I'm ready to go home now. Sasa niko tayari kuweza kwenda nyumbani. Nam. Si mtu wa kawaida, si wa mchezo kabisa. Kujifungia ndani isiyo tabu ya kuleta shida kwenye familia yake. Hawezi kukuacha ukiwa hai. Dan Randi sasa anaonekana ndiye shujaa kuweza kuendesha kampuni, ndivyo magazeti yanavyoweza kusema. Udi alikuwa akiweza kuyapitia. Dan Randi mwenyewe ndio huyu hapa. Kuna siri nyingi asiweza kuifahamu, lakini kuna baadhi ya mambo ambayo tatu tulishaweza kuyaona yalishaweza kufanyika na Daredevil. Katika Daredevil kuna kundi moja alikuwa akiweza kulidhibiti sana, na kuna nembo ilikuwa ikiweza kutumika ambayo ilikuwa likihusika na masuala ya utengenezaji wa madawa kulevya ndani ya New York City. Ilionekana kuweza kulidhibiti na yule bibi kuweza kumondoa ndani ya New York City. Katika Daredevil hapa, je, baba alisikia kishindo kinagongwa. Akisi mlango umegongwa, kuna mtu anatoka kwa upepe. Kuna kichombo kidogo alikutana nacho. Baada ya kuweza kukichukua na kuweza kuangalia ndani, kuna ujumbe alikutana nao. Na chini kuna pakti ilikuwepo kwamba hili ndo jibu ambalo unalitaka. Jina laweza kuandikwa ni Young High Queen, kwamba hili ndo jibu uliokuwa ukiweza kulitaka. Alafu kuna hii chata. Hii chata kwa sheria ni cocaine. Na kama utakuwa umeweza kuiangalia Daredevil, hii chata utakuwa unajua ni nani alikuwa akiweza kutengeneza cocaine ndani ya New York City. Kwa hiyo ngoma bado ni nzito. Na ndio maana nakwambia hii inakuja kuweza kuungana na Daredevil.
Dhairi tukutane katika CD itakaweza kufuata. Sina la ziada katika sehemu ya 12. Young High Queen ndio jibu ambalo analitaka. Kwa hiyo atafute sehemu inaweza kuitwa Young High Queen, au kumtafuta mtu anaweza kumuita Young High Queen, ndio jibu ambalo yeye analitafuta. Hiyo ndio message iliweza kumfikia, na nembo ambayo inaonekana ni pakti ya madawa ya kulevya. Yanatengenezwa na nani? Lakini yanatengenezwa na yanasupplywa hapo New York City. Unataka kuweza kusafisha mji, lazima ujipange sana. Matatizo ambayo yalimkuta Daredevil na bado anashughulika nayo, ndio haya sasa yanaweza kuendelea. Kwa mkali unaweza kumuita Iron Fist. Ni hapa New York City. Kwa hiyo kuna uwezekano kuweza kukutana na Daredevil, ikawa kazi ni nzito ya kuweza kudili na issue kamili inaweza kuendelea hapa New York City ya kudhibiti wenda wazimu, ama wanaweza kujiita hands, maana si watu wa mchezo. Huo mkono una shida gani mpaka ukaitwa mkono? Tutakutana mbele zaidi, utafahamu tu.